Saa 7 za usiku aonekana binti akitembea kando kando ya barabara. Binti huyo alifahamika kwa jina la Matege. Usiku huo ulikuwa umejaa ukimya wa hali ya juu, giza lililotanda. Ghafla aliona sanduku la zamani pembeni mwa barabara. Aliliangalia kwa hofu, lakini ndani yake alikuta picha ya msichana mdogo na barua iliyokuwa imeandikwa, mtu atakayeona hii tafadhali msaidie binti yangu. Matege alishtuka kwa sababu picha ile ilifanana sana na yeye alivyokuwa mtoto. Alianza kufanya utafiti na kugundua siri iliyokuwa imefichwa katika miaka mingi, kwamba familia iliyomlea Matege iliamua kuficha siri hiyo kwa muda mrefu kwa sababu haikutaka Matege ajue, kwa sababu wazazi wake walitoweka katika mazingira kutatanisha. Wazazi wake walikuwa kama mesukule, walikuwa wanashiriki, wanatumia nguvu za giza. Wazazi wake Matege kuna muda wanaonekana mtaa wa Kongo, wanaenda kama mawenga. Kuna muda wanaonekana mtaa wa Grey, wanajifanya kama ni wauza simu. Kuna muda wazazi wake Matege wanatoweka, wanakuwa kama Paul Brand. Kuna muda wanakuwa kama Johnny Joe. Kuna muda wanakuwa kama Doto Magari. Kwa hiyo wazazi wake waliomlea Matege wakaona bora afiche siri hiyo, kwa sababu kuna muda wanakuwa kama kichwa mviringo Mwijaku.